that even our own son, we can't tell them the top secret. And when I learned that, my sons know my password. Hata nikianguka, you know, can I anytime? Wanaweza toa zile pesa zilikuwa ni pesa watumie. We need to be realistic. If you remember your own grandfather, wale wamelelewa na kukaa, he could not do anything without a boy child here. Kweli ama uongo? Wangapi walifundishwa kuchinja mbuzi na mababu zao? Umefundisha wangapi? Hizo watu wanasema. How many people walifundishwa maneno ya sex na babu yao? Who taught you about sex? Sasa, I'll start off. Most of us tulifundishwa sex when we were circumcised, and especially the Central Province, there was a very bad culture. Ati saa zile umepona, lazima utafutiwe msichana. Nani alitafutiwa? Wangapi wameshatafutiwa? Nini nitafutiwa kasichana? Ulitafutiwa? Ukaambiwaje? Akaingizwa box alafu mkoacho na msichana ndani. Lakini somebody ako pale kwa dirisha akichungulia. Kama umefanya nini? Umefanya ma? And I'm telling you, it was so bad that HIV hakukuwa siku hiyo. Na ukishindwa huyo mtu anakufundisha kwanza na kuonesha practically. So, good afternoon. Yes, my name is Stanley, as I told you. I'm a sex activist. Tuko na activist wengi sana. Lakini mimi ni safer sex activist. Tuko pamoja. Mimi sikataza wewe kukula watu. Lakini wewe nini? Lakini wewe safe. But by the end of the day, all the energy will be diverted to one person from my presentation. Tuko pamoja? I want to give you a very short story about myself. I used to love military very much. And I worked in the KDF as a boxer. Morris Maina Kokubani used to be a boxer with the KDF. They stayed there for 3 years. Nikaenda RTS nikapata kumbe kuna wazee. Nikapanda basi nikarudi. So my military idea iliisha hapo. Tuko pamoja. But my passion is to defend. Lakini nikaona I can be a general in another world. Si hizi binduki ni mingi. Kuna shots, kuna laughs, ndio. Nikaanza sasa kuwa hiyo. And in that time nilikuwa, that was in 1993, 94, 95, wengi ya mko huko. Tumefinya miaka ni vile tunajua kukaa mzuri. Tuko pamoja. Now, that time, I swear HIV ndio ilikuwa inaingia Kenya. Haiko imeshika mzuri. Na sasa hizi ndio impact ya HIV ndio impact of HIV is always seen after 10 years. You don't get HIV today na ianze kukunyanyasa kesho. No, the impact is after 10 years. Hata ukipata HIV ukae mwe. Au itakudhuru. Like after 10 years, the immune system iende chini, kila kitu impact ndio inaonekana. So the impact of HIV ilionekana mpaka the National AIDS Control Council ilikuwa inasema people who are at risk, military, sex workers, truck drivers, ilitolewa. Siku hizi mnasikia kitu kama hiyo. Military was able to contain HIV and it was not easy. Tuko pamoja. Almost every weekend kuna mtu alikuwa anapelekwa nyumbani. Are you together? But I could see the real thing. Askari na wanawake, I have that experience. I remember tulikuwa kambi, tumetrain. Ukifanya training hakuna msichana anaweza shika. Like after training, coach mwenyewe ndiye anaenda kumtafutia wasichana na Land Rover. Ati kuna disco ya success. Na disco track inaenda ikizunguka ikitafuta wasichana wakuje disco, si wanaume. Only ladies. Na watu wanagojea kwa gate. Kama ni mimi sijapata wako, unasikia huko. Sijapata wako kodi wanakula. Ngojea wengine wamalize utachukua. Are you together? But today, in my campaign, na hapo nilisema hata mimi niliepuka. What we did, most of us, what we did many years ago,
If you try to do it today, you die. So the young officers, now kuna very young officers here. Today I'll give you the secret for you to live longer, a happy life, and you enjoy. Because what we enjoy, tuko pamoja. So HIV is 36 years old. Na saizi Kenya we have 1.4 million people who are HIV. I'm talking here with confidence because when you are joining the military, the first thing new people you do is testing of HIV. And most people wanaenda training wakiwa HIV negative, wakitoka juu ya maisha inapata hivyo. We want to stop that. Tuko pamoja? Men, very few people have been taught about sex. Today I want to talk about sex. And before I go to that, one of the things is, what do men need in life? And what do men want? Najua kuna need na want. Wanaume wanapendaga nini? What do they need every day? Nini ukikosa unasikia mambo imerainika? Ati pesa? Shauri yako. Pesa inawenya? Unajua kuna vitu we desire. And let me tell you the truth. There are some things we desire. Nani ameshakaa pahali mwanamke akapita akona nyuma na uko na bibi yako na mnaenda soko na macho yako inakwambia angalia nyuma na bibi yako hapo. That is desire. Mimi nilikuwa na hiyo shida personally. Nikiwa na gari niona kitu nzuri na bibi yako hapa, I struggle. Nasikia nimepigisha gari bump. Mpaka siku moja kaniambia boss, usimamishe gari uangalie mzuri. I had even glasses. Nilikuwa nayo kama glasses ndio nikiona kitu mzuri ajui naangalia wapi. But we agreed. Akaniambia kutoka leo atakusaidia nikiona na kuonesha. Baadaye uliza familia na gari. Nikiona nitakuonesha. Sincerely speaking. Anambia wewe unaona ile? Because nilimweleza kwa roho yangu napenda kuona. But what do men need? Some of the things that we need as men is sexual fulfillment. Unasikia mzuri. But we have a challenge with sex men. Umekula Wajiri, umekula Nili, umekula wapi, all over. I don't know what we look for. But if you compare hizo kukula nje, it is not quality. Lakini ile kuna watu nikiambia wakuja hapa wahesabu watu wao wamekula, I swear atakuwa wengi. But by the end of the day, only one person can stand you. Ni nani? Your wife can stand you kinyesha, bila chakula na bila anything. And that sexual fulfillment imeleta disaster. Today we have men who are even looking forward to have sex with men. We have a lot of men having sex with men. I mean, I'm not for it, I'm not against it. I'm giving you information. Tuko pamoja? Because maybe as we are seated here, kuna moja ama wawili. That is their life. Tuko pamoja? And we have 4 categories of men having sex with men. We have the king. I'm talking about sexual fulfillment. We have the king, a person who cannot be penetrated, but can penetrate men, can penetrate and cannot penetrate women. He is interested with men. And that person will treat men like women, buying present, everything. Kukupeleka out, coming up with spray, will treat you like a woman. But you are a man and he is a king. And he cannot be penetrated and cannot have sex with a woman. Are you together? You do study. Then we have another one, tunaita mkono birika. Ati mkono? I don't want to talk the terminology because we are not in an exam. Them, they want to be penetrated. Tuko pamoja? They want to be, and they behave like women. Na utaona saa zingine amekaa hivi akwambia, lakini nasikia baridi wewe. He can only be penetrated and cannot penetrate a woman. Tuko pamoja? Now the worst group tunaitaga chapati. Tunaita nini? Chapati. Bisexual.
they can penetrate a man, they can be penetrated, and they can also penetrate a woman. Now wengi, they're in a relationship, and I know so many men who are married, and they feel good. And I'm telling you things that we have seen, and these things we see them during football. Timu anaenda kuona football na friend yake, unawacha table room. Then mama akikuja na patana wameanza kukunjana. Au yes, some people unaona wako bamba to bamba. If you miss this one, ukipiga simu ya huyu unampata. Kwa hivi, they may be in a relationship. See zote, there are others who do that. See, we have seen that. We call them no limit. Then we have another group. Haichagini. Hiyo tu ni wawili. Do me, I do you. They don't go to women, they don't go to men, they don't go to women, but they can penetrate one another. So mkienda, ukimaliza naye anakurudi nyuma. I'm saying this and you know you have been in prison. So you know this thing. Sindio? Okay, I'm putting the ile lugha ya mtaa. Tuko pamoja. Because me, I work with them kwa mtaa. Now, what happened, tukisema sexual fulfillment, sometimes when you lack that desire, then you want to be fulfilled. You can go miles to look for it. Si mnakumbuka saa zingine tusema uongo inaweza toka wapi? Githurai yende wapi? Ama Ukambani, si ndio? Uipata Kisii eh? My friend, as men, let's learn how to satisfy and how to meet our needs. Why am I saying this? Githurai, wacha tuongee juu ya Githurai ndio karibu. Sex inatoka ya pesa ngapi Githurai? Sikia wala kuna complain, natika customer go to hapa. Unajua, I work with sex workers, I work with men having sex, and I work with the community. My passion is working with the community. Na ile kazi nimeshakuwa nayo ngumu ni Githurai. Sex is 150, room ni 50. So kuna 200 umemalizia? We're talking about desire. But one time, the owner of the rooms waka increase room to be 100, na sex workers waka increase sex to be 100. So customers wakakataa. And 3 days, hawakununua. These guys wakaniita, I negotiate between the customer. Mimi ndio nilikuwa mkutano mzuri sana. Sasa nataka tutengeneze nyinyi customer. Nyinyi ndio mnauza ndio wanakuwa wengi ndio ndio mwenyewe. Hey, can you see that meeting? We negotiated na wakarudisha bei 50 because niambia lakini kazi ilikuwa imeharibika. Now, what are you supposed to do? Sex is very important. As we are talking, in Africa we don't talk about masturbation. But I know so many people are addicted to masturbation. Very senior people. I have met people in the toilet. Mtu anafanya masturbation siku ya cafe akaonekana. It's a very embarrassing situation. And those people who do masturbation, they lack control. They are the same people you give them in very awkward places. Tuko pamoja? Yes. So, sexual satisfaction, when you unajijengea how you want it. And that's why so many people go to look for sex workers, kitu ya dakika mbili. How long can you stay with a sex worker, my friend? Ukikula sex worker. Work on a computer in the mind. You cannot go for more than 10 minutes. Ongeza customer umekaa sana. Na utatoka. Remember, the sex worker. Number 2, fanya now the touching. Arouse your wife. Na kuguza. Shida, some people don't touch the right places. Wengine wakipata nafasi wanaendeka straight pale, pak, ni kama switch. Some women, kuna vile wanapenda to be handled in a very sensitive way. Anataka ushike matiti pole pole. They start from a journey, anaanza mbali. The next one, after arousal, climax. Most men,
they feel good when they are able to make a woman get into climax. And sometimes unaona men wanasema kakasiana ni kazuri sana. Kwa nini? Tukanapiga mbio sana, kana make, because a man want to see action, results. Hii maneno anafanya results. Anapiga nduru, anajikunda, ngoja kidogo, acha niende. That is the happiness of a man. But it is an art. And we must need to work on it. And men, lazima tujifunze. One, ukienda kukojoa, don't kukojoa kama wewe ni simamoto unapoesha moto. Koja ukifanya exercise ya muscles. Kojoa ukipiga, unakumbuka zile basi za friend? Ufanye muscle. Tuko pamoja? Arose. Make sure your wife amefika into climax. Na hiyo climax, sometimes they tell it is not easy. Na najua kachabali. Jamaa umecheka. Tuambie kachabali ni nini? Hiyo umeshatembea Uganda ama Rwanda. Kachabali ni nini? Tuambie kachabali. It's men talking. Yes, sir. Tuambie. Kachabali is a squatting. It's quoting. That lakini kachabali is a process. Inafanywaje kachabali? It takes time. Text? It takes time. Patie makofi yote. Sikiza. Na sikiza, men tuko na shida. Ukishika kitu yako, unataka iwekwe hapo, and the next question unauliza kama ni hapo. That is a question you should never ask. Ni hapo. Na mtosonga kidogo hapo, hapo. Kachabali, if you go to Rwanda, Uganda huko chini, you cannot penetrate a woman, huwezi ingia ndani kama hujaramba the head and the clitoris zirambe for some time. Inaitwa kachabali. Na akifanya hivyo, the woman will squat. Anatoa maji mingi sana. But now the problem we have, the Kenyan way and the African way, sometimes wanataka tu kanyage ukuta. My friend. Ndio nilikwambia Abajenda hama 8000. Na tuko pamoja. Ile woman akifika climax. Now this is what sex is. Ile woman akifika climax, if possible, hata wewe usifike. Ngojea afike, rudi nyuma, anza tena if you have that energy. A woman can squat as many times as possible. Si kama mwanaume. Tuko pamoja. And some men with one erection, a woman can squat na anaweza mwaga hata mara 10 depending with your patient. Na ile kitu nataka tukisema to control our mindset. Si lazima umwage before ya mwanamke ama mwanamke akimwaga na wewe umwage. No. That one we'll have a training on another day on how to go about it. Tuko pamoja? It's a secret. Sindio? But sometimes I tell people to do with condom. Kama wewe unamwaga haraka, you don't need to postpone. We do condom. Na hiyo condom tunafanya start, stop, start. Unaanza na condom because for a man kumwaga ni sensitivity ya nini? Ya kichwa. Sindio? Na hapa hivi. So what happens? Ukifunika hapa na condom, sensitivity. Usione condom ya malaya, ona condom ya kukumake prolong sex. Ukifunika hapa, my friend, you can go for even 30 minutes. Alafu unachomoa. Unaenda ingine 30. Si condom za serikali na ya bure. The last one is after sex. We have what we call resolution. Refrain, kuna watu wanaandika note. The first one is sema ni excitement, arousal, climax. Sasa tuko kwa resolution. Resolution is helping your wife to shut down. I pity some men that unaweza fanya sex na mwanamke atoke akimbie choo, si kukojoa akajiweke vidole. Yes. Ulimwacha hadi na atazoea hivyo. Na ndio uliona lady alisema hizi dildo
container zilichomwa na president siku ingine. One container ilikuwa na dildo. The sale of dildo. Tell them, how much is a dildo? Kutoka 7,000. Mwanamke anaweka kitu kwa stima, anaenda kwa bafu nayo, iko na battery, anaweka kwa ukuta. Wewe unasikia tu anaimba, gai wako anebonena. Mambo inafanyika kwa bafu. Na ndio tumesikia tukiulizwa, where are we? And in our last topic tunaongea what men should eat and when and how. Tuko pamoja? Resolution. Sasa ukimaliza sex unaambia bibi aje. Unamwambia unalala. Serikali itapunjua huko. Ati tukimaliza atatuongea. Let me tell you. Nilienda I don't like mentioning places labda umetoka huko na watu watakuenjoy, but I went one place in our country, one county, na tulikuwa na mkutano wa chief. Mimi naenda nafanya na machifu mobilize. I do create a lot of awareness. Saizi nafanya polio campaign. Me I go with the weather. Nikiulizwa na county tusaidie kupatia watoto polio, mimi ndio hiyo ndani tusaidie. I do community mobilization. Nilienda kwa chief. Kulikuwa na case, nikaambia kaa hapa mzee. Sikiza hii kesi. Huyu jamaa alileta bibi yake kwa chief na jamaa. Kwa nini? Alifanya wakifanya ngono. Lakini shida kubwa huyu mzee si aliwapata wakifanya ngono, ni vile huyu jamaa alikuwa amekuja bibi yake. Niliwachungulia. Huyu jamaa vile alikuwa ameweka bibi yangu, mimi mwenyewe sijimweka hivyo. Sijimweka bibi yangu aje. What am I saying? Resolution after sex, you need to shut down your wife because sex inafanya, ukitaka kujua mwanamke anataka sex, the first thing, matiti zinafunguka na zinakuwa kubwa, nips zinasimama zenyewe, na sasa anaanza kuwet, vagina ina wet na inapanuka. After sex, this thing need to shut down. Ilifunguka je? Unaiacha. Ilifunguka je? Wacha tu hivyo. Sasa watu wengi tunakosea. After sex mnaanza vita na bibi yako. Hii wapi suruali yangu? Washa stima, wapi blanketi, nipatika kitabani jipambuze, hapana. Most men and wise men wana hold wife after sex, unamshika and then you start giving feedback. Si kusema asante si lift ulikuwa umepewa. Never tell your wife asante after sex. Unapata lift. It's so sweet. I love it. Unamshika nywele, unamcool down. Okay, hapo sasa ndio tunaleta magongo. Hata hii meli ikimalizwa nitakupeleka Mombasa. Ikimalizwa. Pole. Tell her feelings. Tuko pamoja. So, men, I want now to go to the last topic on how to use condom. I call it 3D condom. Are we learning something new? Yes. Are you enjoying? Yes. Good. Saidi, I want to go to condom. Now you work a condom seriously. If you don't use condom, my friend, tuoneshe what happened. Wapi DJ you hapa? If you don't use condom, tuoneshe what will happen. I want to show you this. And I'm not showing you this because of HIV. If you don't use condom, such things do happen. Na saa zile umeona kasichana kazuri kanapita kwa barabara kamevaa trouser ya white na kanatembea. Where is my friend yule akona IT chweke? Unaona vile imekaa? Madam akivaa, ipatie nafasi. Ita stick to the walls of the vagina. Na ipate warmth of vagina. So hii si kama mwanaume ati tunavaa alafu tunaruka. No. Hii tunavaa alafu tuna stick, tunagojea. Ishike jo,
na jishikili. So saa zile madam anaweza vaa, ukimpigia halo, nimefika hapa Githurai, niko on the way gapi, amwambia okay carry on, anavaa. Akikugoje wewe, by the time uko kwa bafu unajitengeneza, basi already invested. Ukikuja my friend, usikuje na haraka kama basi za Githurai. Unajua kuna watu wengine hapa anakuja amepita bypass huyo hapo hajasaidia, hapo hajafanya aingilie super. Unaona vile inaingia, akiingia akimaliza, the female condom is very good because inatupatia siwa nafasi kama wanaume, ukimwaga unaweza kaa hapo. Naweza kaa hapo ukimwambia kawimbo mekaniungo na kupenda wewe already umemwaga. Lakini male condom ukimwaga shuka mbio. Wale wasichana wamekuja hospitali kutuambia, sijui kama umepata, kama wao wanakuja kwa hospitali kukuambia ati condom ilikatalia ndani, daktari nitoe. Atafanya kazi kama hiyo, unamwambia kaa hapo, inama, igiza vidole, vuta. Lakini sometimes they thought it was a crime, ati imepotelea huko itaingia kwa tumbo, si ndio? Weka. Hii condom inatupatia nafasi kukaa pale na joto, umemwaga, unaweza kaa kidogo. Akimaliza madam anazungusha mara 1, 2, 3. Alafu anavuta ring ya kwanza na ya pili anatoa. Na condom tunakuwa na 3B, puti na B, bury or burn. Tuko pamoja? 3B, si ndio? Kwa men tuko na hii lubricant. Sometimes bibi yako enjoy sex. Women akifikisha age fulani, aina specific due to the activity, mwili yake inaanza kushikana na weight. Msichana wa 18 years, 20 years, 24 years amekula, hata ukifungia jicho hivyo muonesha kuna idea ya sex, ameanza kuwa weight, sivyo? Mama ndiye anazeeka na vile mambo inaenda, hata wewe ukitaka kufanya sex mtakaa mtagoje, sababu mwili ndio tumeu. But sometimes ikiwa ready, uweke hii mafuta lubricant. Serikali ya Kenya imetupatia free lubricant by the way. Kiuliza rafiki yangu hapa atakuletea ziko na Nasco. Hii ni mafuta water based lubricant. Usiweke Vaseline kwa vagina, sababu hiyo Vaseline imetengenezwa na petroleum na condom itareact na itakatika. Kwa pamoja, usiweke Colgate, usiweke mate, usiweke wanakando, usiweke supu tafadhali. Weka ile mafuta inatakika. Na ukienda kwa chemist uambie wakuuzie lubricant, imewekwa kwa tube kama ya Colgate na mtu anatumia mwezi mzima, sawa? Hizi tunaweka kidogo kidogo sababu ni take away ya wasichana wetu wa barabara. And even men who have sex with men, tunawaambia watumie lubricant because out of 10 men wale wata have sex without lubricant, condom kama 9 zitapasuka. Tuko pamoja? Because tukisema njia za kupata ukimwi ni 3. Sex, tuko na sex 3 type of sex. Moja ni gani? Oro, hiyo nyingine ano, hiyo nyingine ni vagina, si ndio? The greatest ile unaweza pata HIV ni ano without a condom. So huwezi fanya ano without a condom because kutakuwa na tear and wear, na HIV inataka hiyo avenue ya damu. Tuko pamoja? Inataka tear and wear. So we encourage people to use lubricant and condom together. Also, old age or somebody unafeel yeye yuko wet hajatosheka, weka hiyo mafuta. Tuko pamoja? So tuingie kwa female condom, ndio tumemalizana nayo. Kama lazima ukule lolo, hii condom tunaweza ichukua tukate na tutengeneze kitu inaitwa dental dam. Kenya tujafika kuleta dental dam, lakini mimi nafikiri I'll be the first one to bring it to Kenya. Dental dam ni kitu kana kuoga kama handkerchief lakini made of this type na material ya condom. Ukitaka ku have sex na mwanamke, oral sex, una paste yeye unaweka kwa vagina na unakuja unaramba bila uoga.
Because sometimes unaramba na mtu ako na infection, by the end of the day unasema ni homa. Unajua nilikuwa na homa jana. Lakini mimi sisemi ukisikia mtu akiongea hivyo una haya. Male condom. Ile shida niko nayo sana ya men using condom ni haraka. Oh my God. Men mko na haraka. Mtu amepakiwa. Relax. Hata kifenye hujapewa ati. Ile shida niko nayo ni wanaume wako na njaa, ameua condom na mdomo. Anauma na haraka, anauma. Mkono mmoja imetoa condom, hii ingine inatoa suruali. Can you imagine? Alafu mguu inavuka mlango. Can you imagine? Na bado anataka kukisi. Huyo mtoto atakuwa kweli? Sasa mwanamke ametelema. So men, because today is Men Empowerment Forum, please relax when it comes to sex. Allow the blood to flow in your penis. Ndio boro iwe kubwa, mnasema mtu ako na boro kubwa. Hakuna ukubwa iko hapo, ni damu imechapa na imejaa hapa ndani. Tuko pamoja? So sometimes upatii nafasi damu yako iflow na brain yako ndio inaambia damu, umeitwa huko na nani na penis straight. So wewe uko mlevi, mind yako iko coordinate. Tuko pamoja? So relax. Ufanya nini? Now, hii condom kama ni wacha nifanye for this one, I do it to ladies, but you can also teach your wife ama your girl afanyie. Unaweza chukua condom na kuweke kwa mdomo na plan. Hii ni ndani, hii ni nje. Aweke hivi. Na hata hivi. Hiyo ni gani? For men, kuna men wakiona condom kanaanguka. Uko pamoja? Now, you can train your partner, because me I want you to enjoy sex and feel protected and safe. Sindio? Anaweza weka hii. Kwa sababu saa zingine anasema hii condom kuna zile ziko frival na zinanuka mzuri. Sindio? Anaweza weka. Hata hii akitolea anaweza weka. Now, if your partner is not well prepared, kama hujanyorosha msichana mzuri na kushika matiti, usishike kama unaangalia avocado kama imeiva. Unaangalia vile unaangalia avocado kama imeiva. Shika pole pole. Tunaweza kanishika pole pole. Acha haraka my friend. Adjust. Unakumbuka vile tulikuwa tuna adjust radio mapema? Ndio ifike KBC. Adjust. Kumbuka ukivaa condom nzuri na mwanamke ako tense, anaogopa, hauja prepare, maso zake zimeshikana, ako wet, ukijaribu kuingia, hii ndio shida niko nayo na wanaume. Condom imebust, inakuwa sleeveless. Sababu pande ile ni tight. Na hii wanaume wengi wakisikia hawezi toka kwenda kazi. Asubuhi wako kwa daktari. Utapatia dawa lakini hiyo ni shida. Tuko pamoja? Hiyo ni kazi. Atirudie. Tarudia ndio sababu gosi ameingia na hapo ameona. Sindio? Wewe
usichukue video. Unajua sani yangu sasa imekaa internet yangu unafanya kazi. Watu wangu wanajua mimi nafanyanga farmer stores. So lazima niende na sausage jioni. Haya. Ndani huku ni nje, huko ni ndani. Hii ya nje ndio tunaweka hapa kwa ulingo. No. You can really enjoy ukifanywa hivyo. So ladies and gentlemen, hakuna ladies hapa, edit hapo. Lakini kuna moja, ladies and gentlemen. Nataka kumaliza na kusema condom can make a difference. Saizi nimeanza project. Ni project nimeanza sababu mimi ni mang'aa. Ati mimi ni nini? I want to see whether I can be able to rehabilitate sex workers from the street. And today and yesterday tumemfungulia one of the sex worker, amefanya for the last 25 years, amekuwa street Nairobi. Tumemfungulia duka Githurai.